lakini kuna masomo pia ametoa ya ziada kwa utakwenda nayo, na Yesu ameniambia niyafundishe hayo kwa msaada wa Roho wake Mtakatifu na mwenyewe akiniwezesha. Title ya kwanza utaandika tu hukumu, hivyo hivyo tu, hukumu, neno hukumu. Nilikuwa napata shida hapa kusana ile neno, lakini nasema naomba Yesu anisaidie. Hukumu, hivyo hivyo, maneno haya yetu machache. Wakati nilikuwa naomba hapa, tangu nimetangulia kuomba, na Bwana utafundisha hilo kuhusiana na hukumu. Kitabu cha Injili ya Mathayo sura ile ya 7 aya ya 1 hadi ya 5, kwa msaada wa Roho Mtakatifu na Bwana Yesu Kristo naomba anisaidie na wewe uweze kuelewa pia. Msihukumu msije mkahukumiwa ninyi. Ninaanza na kipengele hicho kwanza. Maneno ya Mungu yanatutahadharisha au kutuonya kutokuhukumu kwa namna yoyote. Kuna sehemu hapa tunaambia msihukumu msije mkahukumiwa. Bi yake ama mstari wa pili anasema kwa kuwa hukumu ile mhukumuyo ndio mtakayehukumiwa, na kipimo kile mkipimacho ndicho mtakachopimiwa. Kwa hiyo Mungu anaeleza kwa kadri utakavomhukumu mtu mwingine, na wewe pia utahukumiwa, bila kujali wewe ni nani katika mazingira hayo. Kwa hiyo Bwana Yesu katika andiko lake hili alionya au kutahadharisha juu ya kuwa hukumu wengine. Akaendelea katika ile aya ya 3 akasema, basi mbona wakitazama kibanzi kilicho ndani ya jicho la ndugu yako, na boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe huliangalii? Tafsiri yake kwa sehemu moja ni kwamba kwa wale ambao wanafahamu maeneo ya mashambani, wanaopasua miti wataelewa kibanzi na boriti. Vitu hivyo wanaelewa, mambo ya miti wanaelewa. Kwa hiyo kibanzi ni kama kidogodogo, boriti ni kubwa. Kwa hiyo umekuwa kama msamiati, ni msamiati anashangaa kwamba mbona unaona kibanzi kilicho ndani ya jicho la ndugu yako na boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe ulioni? Manake unaona udhaifu na kasoro au dhambi au mapungufu ya yule mtu ambaye yuko kando yako, lakini yale makubwa ulionayo wewe uyaoni. Tatizo alionalo mwenzako ni dogo, lakini ulionalo wewe ni kubwa kuliko alilonalo yule mwingine. Alafu unalisimamia, unalipigia debe na kuwa shuhuda makini kwa wengine. Yule yana hii mengi, unakuwa shahidi wa kile. Lakini wanaokufahamu wanajua wewe una mapungufu kuliko yule ambaye unamuonesha kidole. Wataalamu wanasema unapoonyesha kidole kwa mmoja, kidole chako kile kimoja, vinavyobaki ni vingi zaidi kwako wewe ambaye unaonyesha mwingine. Anasema mstari wa 4 au aya 4, au utamwambiaje nduguyo, niache nikitoe kibanzi katika jicho lako, na kumbe mna boriti ndani ya jicho lako mwenyewe? Unawezaje kumwambia mwingine kasoro yake alionayo ndogo? Sio mbaya kumwambia, lakini wewe hapa anaonya kwa sababu inaonekana wewe mtu anaifurahia ule, yani kule kujikwaa au kukosea kwa yule mwingine, yeye anashangilia na kuona hili ni jambo kubwa, na Kristo anakuangalia, kumbe wewe ndio una kubwa kuliko yule ambaye unamuonesha kidole ule udhaifu wake au mapungufu yake. Kwa hiyo anaonya. Sasa anasema ile aya ya 5 anasemaje? Mnafiki wewe, itoe kwanza ile boriti katika jicho lako mwenyewe, ndipo utakapoona vema kukitoa kile kibanzi katika jicho la ndugu yako. Maana yake ni kwamba kwanza tatua udhaifu wako au uovu wako au mapungufu yako kwanza, ndipo uende kumsaidia yule mwingine ambaye unaona anacho kidogo, wewe unalo kubwa zaidi. Wahenga walisema nyani aoni la mwenzake ila anaona la kwake. Au ni sawa? Aoni la kwake anaona la mwenzie, si ndio? Anaona makalio ya mwenzake lakini ya kwake hayaoni kwamba yuko uchi. Watu wako hivyo. Pia wako hivyo binadamu, wanahukumu wenzao kwa makosa madogo wakati wao wabeba mitulinga makubwa zaidi. Yesu anaonya na kusema, mnafiki wewe, itoe kwanza ile boriti katika jicho lako mwenyewe,
ndipo utakapoona vyema kukitoa kile kibanzi katika jicho la ndugu yako. Kwa hiyo anza kujisaisha wewe, anza kujirekebisha wewe, anza kubadilika wewe, ndipo uanze kumsaisha mwingine. Usihukumu. Hukumu kama hiyo ni mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha waraka wa Paulo kwa Warumi au Waroma, sura ya 2 aya ya 1 mstari wa 1 hadi wa 16, na nitasoma kwa msaada wa Bwana wangu Yesu Kristo na Roho wake Mtakatifu. Kwa hiyo wewe mtu uwae yote uhukumuye, una uhuru, kwa maana katika hayo umhukumuyo mwingine wajihukumu mwenyewe kuwa na hatia, kwa maana wewe uhukumuye unafanya yale yale. Yaani unawaambia wengine wasifanye, kwa nini unafanya hiki na hali wewe unafanya kile kile. Unaonya mwingine ni mbea au msengenyaji au mfitini au mtu wa hila, lakini wewe ndio mwenyekiti wa hila, unafanya yale yale ambayo unayakataza na ndio unafanya. Ngoja tuendelee kidogo. Anasema, nasi twajua kuwa hukumu ya Mungu ni ya kweli juu ya hao wafanyao hayo. Wewe binadamu wahukumuye wale wafanyao hayo na kutenda yayo hayo mwenyewe, je, wadhani ya kwamba utajiepusha na hukumu ya Mungu? Tunaona pale kuna tahadhari kwamba yale unayosema juu ya mwingine na kuona udhaifu wake na kusimamia kidedea kuhakikisha kwamba huyu ni mhalifu sana, huyu ndiye amekosea sana, huyu ndio mbaya sana, hali wewe ni mbaya zaidi, hali wewe yale unayokataza mwingine asifanye, wewe ndio kungwi, wewe ndio somo, wewe ndio mwalimu, wewe ndio mkufunzi. Maandiko yanakutahadharisha mahali popote ulipo unafuatilia na kusikiliza katika dunia hii, Amerika ya Kati, Amerika Kusini, Ulaya, Afrika, Asia, popote ulipo na kuambia jirekebishe. Australia, jirekebishe. Wewe binadamu uwahukumuye wale wafanyao hayo na kutenda yayo hayo mwenyewe, je, wadhani ya kwamba utajiepusha na hukumu ya Mungu? Au waudharau wingi wa wema wake na ustahimili wake na uvumilivu wake, usijue ya kuwa wema wa Mungu wa kuvuta upate kutubu? Kwa wakati huo Mungu anaposema na wewe, anakutahadharisha, amekupa subira, amekuvumilia, amekustahimili kwa muda mrefu kwa yale unayofanya. Ndio maana pengine mpaka sasa hivi uko hai, pengine mpaka sasa hivi ndio uko salama. Anakupa nafasi ya kutengeneza, kufanya toba au tubu. Bwana anasema na wewe mahali fulani, ananena na wewe mahali fulani, anasema juu ya maisha yako wewe, jirekebishe. Time running out, muda unakimbia sana. Ni wakati huu wa nyakati za lala salama, kabla ya unyakuo, kabla Kristo hajaja kuchukua walio wake. Watu wa imani zote wanajua ya kwamba anarudi, Masihi anakuja. Israeli pamoja na kiburi chake kwamba wanasema hawajui, anakuja. Anasema ule mstari wa 5, bali kwa kadri ya ugumu wako na kwa moyo wako usio na toba wajiwekea akiba ya hasira kwa siku ile ya hasira na ufunuo wa hukumu ya haki ya Mungu. Unajiwekea akiba ya hukumu. Warumi hii sura ya 2 inatukumbusha kwamba unajiwekea akiba ya hukumu. Don't you? Ujui? Jihakiki, jichunguze kabla ya kuhukumu mtu mwingine, kabla ya kumwoneshea mwingine kidole. Jiaoji wewe, jiangalie. Are you perfect? Umekamilika? Unajihesabia haki? Ni kweli? Narudia tena aya ya 5. Anasema bali kwa kadri ya ugumu wako na kwa moyo wako usio na toba wajiwekea akiba ya hasira kwa siku ile ya hasira na ya ufunuo wa hukumu ya haki ya Mungu. 6, atakayemlipa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Narudia tena,
atakayemlipa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Wale ambao kwa saburi katika kutenda mema wanatafuta utukufu na heshima na kutokuharibika watapewa uzima wa milele. Na wale wenye fitina wasiotii kweli, bali wakubalio huruma, watapata hasira na ghadhabu, dhiki na shida juu ya kila nafsi ya mwanadamu atendaye uovu, Myahudi kwanza na Myunani pia. Bali utukufu na heshima na amani ni kwa kila mtu atendaye mema, Myahudi kwanza na Myunani pia. Kwa maana hakuna upendeleo kwa Mungu. Narudia tena, kwa maana hakuna upendeleo kwa Mungu, kwa kuwa wote waliokosa pasipo sheria au torati watapotea pasipo sheria ama torati, na wale wote waliokosa wenye sheria watahukumiwa kwa sheria. Kwa sababu sio wale waisikiao sheria walio wenye haki mbele za Mungu, bali ni wale waitendayo sheria watakaohesabiwa haki. Kwa maana watu wa mataifa wasio na sheria wafanyapo kwa tabia zao yaliyo ndani ya torati, hao wasio na sheria wamekuwa sheria kwa nafsi zao wenyewe. Hao walionyesha kazi ya torati ili iliyoandikwa mioyoni mwao, dhamiri yao ikiwashuhudia na mawazo yao yenyewe kwa yenyewe yakiwashtaki na kuwatetea yakiwashtaki au kuwatetea katika siku ile Mungu atakapozihukumu siri za wanadamu sawasawa na injili yangu kwa Kristo Yesu. Siri za wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu hiki cha Warumi sura ya 2 kinatukumbusha hayo, swala la hukumu. Jipange sawasawa. Ni wakati wa kujihakiki na kujichunguza nini yaliyo mapenzi ya Mungu Baba na kuyaishi. Ni wakati wa kujiangalia, wewe ni kadhi, wewe ni hakimu juu ya mtu mwingine. Sikiliza, uwe makini, jioji, jichunguze, jirekebishe. Mahali pa toba, fanya toba. Mahali pa kujisaisha, jisaishe. Haujachelewa sana. Ondoa ule ugumu wa roho yako. Amenena pale katika ule mstari, anasema ugumu wa moyo wako usio na toba. Jisaishe sehemu fulani, jirekebishe. Rekebisha aina ya maisha yako, jisaishe. Muda bado upo kufanya toba ya kweli yenye mguso, ambayo haitaleta majuto kwako. Unaweza kufunguliwa, unaweza kusamehewa. Mungu ni wa rehema, Mungu anasamehe. Sio tu kipindi hiki ambacho unasema huko kwenye kipindi cha toba. Tengeneza, hakikisha unajisaisha kila udhaifu ambao Roho wa Mungu ananena na wewe saa hii mahali ulipo. Nazungumza na mtu fulani mahali fulani, katika taifa fulani, katika nchi fulani, katika bara fulani. Sikia, jirekebishe. Tengeneza, natamka juu yako. Rekebisha mwenendo wa maisha yako. Usiwe hakimu juu ya watu wengine. Usiwe hukumu watu wengine, hali kile unachohukumu ndicho unachoishi. Hayo maisha, wakati huu ni wa kujirekebisha. Bwana anasema na mtu fulani mahali fulani, ananena na wewe pale ulipo, anakuambia jirekebishe. Saisha mfumo wa maisha yako, haujachelewa. Ni wakati wa wewe kutengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuangalie pia katika kitabu cha Yakobo, waraka wa Yakobo. Kitabu cha waraka wa Yakobo sura ya 4 na mstari ule wa 11 hadi wa 12. Kitabu cha waraka wa Yakobo sura ya 4 aya ya 11 hadi ya 12.
Msingi wa somo letu kwa sehemu kubwa ni hukumu. Ndugu, msisingiziane. Amsingiziaye ndugu yake au kumhukumu ndugu yake huisingizie sheria na kuhukumu sheria. Lakini ukihukumu sheria, huwi mtenda sheria, bali umekuwa hakimu. Mtoa sheria na mwenye kuhukumu ni mmoja tu, ndiye awezaye kuokoa na kuangamiza. Nani wewe umhukumuye mtu mwingine? Swali hilo. Waraka wa Yakobo sura 4 aya 11 hadi 12. Narudia tena. Ndugu, msisingiziane. Amsingiziaye ndugu yake au kumhukumu ndugu yake uisingizie sheria na kuhukumu sheria. Lakini ukihukumu sheria, huwi mtenda sheria, bali umekuwa hakimu. Mtoa sheria na mwenye kuhukumu ni mmoja tu, ndiye awezaye kuokoa na kuangamiza. Nani wewe umhukumue mtu mwingine? Swali la kujiuliza. Kwenye hii sayari tunaoishi dunia, watu wengi ni mahakimu ambao hawajaenda hata chuo cha uhakimu. Na Biblia inaposema ndugu, inazungumza na kanisa, inazungumza na watu wanasema waliokoka, inazungumza na makundi fulani ya kijamii, kwamba sisi sote ni ndugu. Fulani kafanya hivi, fulani kafanya hivi, fulani kafanya hivi, fulani kaharibu hiki, fulani kafanya hiki. Uhali kwamba si watu wanahukumiana, watu wanasingiziana. Jambo anafanya mtu mwingine, lakini yule aliyefanya ile kosa hakubali kukiri kosa lake, hakubali kutubu. Nisikilize, katika hii dunia, kwa ufahamu wangu kiasi, nimewahi kwenda kwenye mahakama kadhaa. Sasa moja ya mahakama ambayo inaongoza kwa kesi, mrundikano wa kesi nyingi, ni mahakama za kwetu Afrika na hasa Tanzania, kwa sababu watu wamepelekana kwa kesi ambazo nyingi za kusingiziana, na hata wale ambao wamefanya hawako tayari kukubali makosa yao, wako tayari kukata rufaa mara kadhaa ili washinde, hata kama lile kosa ni sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Kristo anatuonya hapa, anasema msisingiziane, lakini watu wanasingiziana tangu Jumatatu mpaka Jumatatu nyingine, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, watu wanasingiziana fulani. Ukipita katika hata mji ambao tunaishi, utakuta kuna kesi za kijinga sana zinazohusiana labda na vitu kama ardhi, mipaka ya ardhi. Hata wanafamilia wamehudhulumiana ardhi, wameoneana, wametoana hata roho wengine, kisa ni kipande kidogo tu cha ardhi. Na kwa bahati mbaya wamesahau kwamba hata kama utajichukulia ardhi yote iliyokuwa katika dunia, ni kipande kidogo tu. Ukipata bahati, ndipo watakapohifadhi huo udongo wako, mwili wako. Haleluya. Tunaonywa msisingiziane. Amsingiziaye ndugu yake au kumhukumu ndugu yake uisingizie sheria na kuhukumu sheria, anakuwa hakimu. Nimesema tuna mahakimu wengi na professional ambao sio wa taaluma, hawajasomea, kwenye mitaa yetu, kwenye familia zetu, kwenye ndoa zetu, kwenye jumuiya zetu, kwenye taasisi zetu, kwenye makanisa yetu, kwenye nchi yetu, kwenye mataifa yetu, wengi tu. Wanatoa hukumu ambazo sizo. Shida hii sio mimi nanena, andiko linatuonya. The Bible is a book of everything. Biblia ni kitabu ambacho kina kila kitu, kinatuhukumu, kinatoa ukweli. Na popote unaponisikia, ili neno ndilo litakalomhukumu kila mtu. Na pengine huko mahali unanisikiliza, umetoka juzi hapo kwa serikali ya mtaa, umetoka hapo kwa mjumbe, umetoka hapo mahakamani kwa kusingiziana kwa kitu ambacho sicho. Kuna watu wamepotelewa na vitu vyao, alafu mtu anasingizia fulani ndio ameiba, wakati si kweli. Kuna vijana wanafanya kazi ya udereva vyombo mbalimbali, naanza hata na bodaboda. Mtu ametekwa na majambazi kwa bahati mbaya,
akapigwa karibu ya kufa, chombo kile kikachukuliwa. Bahati nzuri yule kijana amepona. Mwenye chombo chake anasema, uniambie kitu, wewe ndio umeiba, na anamshtaki kwa kila mbinu mpaka anampeleka hata kifungoni. Na haya bahati mbaya hata pengine majeraha na kipondo alichopata hakijapona. Nina mfano wa watu ambao nafahamu. Nimeshakutana na wabodaboda, nimeshakutana na dereva wa taxi wanaoendesha hizo gari ndogo ndogo, nimeshakutana na mtu wa dereva wa bajaji, nimeshakutana na mtu wa kuendesha naita noa daladala hizi, ambaye hakufanya uhalifu, bahati mbaya tu walitokea waliomzidi nguvu wakamnyang'anya kile chombo, lakini mwenye chombo hakujali kile ambacho yule jamaa alichokutana nacho, na wengine wana makofu na majeraha au katika maili yao, akamsweka kwa nguvu yake ya uchumi na hila, akamweka jela mtu ambaye amewajiri. Bwana Yesu asifiwe. Popote pale ulipo katika hii sayari dunia, kama ulifanya jambo hili kabla ya kujipambazuka, fanya toba. Kama yule mtu yuko hai, nenda kamwombe radhi. Na kama yuko gerezani, si utafanyaje? Yuko baba mmoja alifungwa gerezani kifungo cha maisha. Aliingia akiwa mtu wa makamu na anazeekea gerezani kwa kesi ya kusingiziwa na mke wake kipenzi. Mke wake kipenzi, baada ya kuona mume wake ana mali nyingi na vitu vingi, akampanga bintiye amwambie, sema baba amekubaka. Akatengeneza mazingira yale. Alivyoweza kutengeneza yule binti, akafanikiwa. Baba akashtakiwa kwa kesi ya kubaka. Baba alipopelekwa mahakamani akakataa kabisa kwamba nawezaje kumbaka binti yangu wa kuzaa. Kesi ikaendeshwa inavyoendeshwa, ile mama akaanza kuuza baadhi ya mali ili ashinde kesi, na akafanikiwa. Mzee yule baba akahukumiwa kwenda jela maisha kwa kosa la kumbaka bintiye. Nisikilize vizuri. Yule mama akatumia zile mali alivyoweza kutumia. Miaka inaenda, binti akafika umri wa kuolewa, hakuna aliyeweza kumwoa. Binti miaka inaenda, hakuna aliyeweza kumwoa. Akakumbuka wapi alipokosea. Alipokutana na watumishi wa Mungu waliokuwa wanamwambia, kuna kosa umefanya, katengeneze. Akakumbuka, akasema ni kweli mama yake alimfundisha uongo, adanganye kwamba baba yake alimbaka. Baba yuko gerezani maisha. Yule dada sasa ni mtu mzima, umri wa kuolewa ushaenda. Akafunga safari kutafuta gereza alilofungwa baba yake. Kumbuka alifungwa wakati akiwa ni binti mdogo. Kwa hiyo anaenda akiwa mama mtu mzima. Hata alipotafuta mimba za ghafla hakupata. Hapa alitafuta mwanaume wa kuzaa naye, haikuwezekana. Akafika kwa yule gereza, akaomba kibali cha kumuona, akajitambulisha. Akamkuta baba yake yuko gerezani, tayari ni babu mzee, amekaa. Akajitambulisha, anamuuliza nani? Sasa mimi ni binti yako fulani. Baba akamtizama, machozi akamtoka. Kama nini kilichokuleta? Akaeleza yote. Akasema mama alinipanga maneno, mama alimpanga maneno ili watumie mali, na bahati mbaya hizo mali zenyewe zimeisha, na yeye hana wa kumwoa kwa sababu Mungu amefunga hiyo kwa kusema uongo mgumu, kwa kumsingizia baba yake kuwa amembaka. Baba akamtizama tu,
machozi yakimtoka na kulia kwa sababu ya hicho. Akasema, binti yangu, it's too late, umeshachelewa. Mimi nimeandikiwa nifie gerezani, ndio maisha yangu. Yule dada akarudi tena kuongea na mfumo wa mahakama kujaribu jinsi gani anaweza kumtoa baba yake gerezani, kwa sababu alimsingizia. Shughuli ni ngumu, bado haijaweza, mpaka ninapozungumza na wewe hivi sijapata kama amefanikiwa kumtoa. Kusingiziana na asipo tu yeye na mama yake wasahau kuhusu mbingu. Binti alienda kaomba radhi kwa baba yake, baba akamsamehe, lakini akasema it's too late, nimeshachelewa, na hata nikitoka naenda wapi? Kwa sababu hata mashamba na mali zote yule mama alitumia na wanaume wengine zikaisha. Bwana Yesu asifiwe. Nimetoa mfano huo, sio hadithi ya kutunga, ni maisha halisi ya mtu mmoja, ni maisha halisi ya familia fulani. Wako wengi hivyo, wako watu wanafia gerezani kwa makosa ambayo hawakufanya.